Leo tumekutana hapa ndugu washiriki, tukiwa tayari tumeanza utekelezaji wa Dira ya Taifa ya 2050. Dira ambayo inatazamia kuifanya Tanzania kuwa na uchumi mkubwa, kipato cha juu kabisa kinachoongozwa na viwanda, lakini ukuaji wa biashara, teknolojia na rasilimali watu yenye weledi na ujuzi wa hali ya juu. Lakini bila kusahau uchumi huo uwe jumuishi, himilivu, lakini ambao unaweza kuunganisha wananchi wote waweze kufaidika na yale maendeleo ambayo au mafanikio ambayo yamepatikana. Tunataka angalau pato la kila mwananchi lifikie wastani kwa mwaka $7. Kama hatujaweka mazingira mazuri tukayasimamia vyema, inaweza ikawa tunatwanga maji kwenye kinu. Kikao chetu hiki kijielekeze katika kuona ni namna gani sasa tunaweka mazingira, tunayasimamia yaweze kukuza uchumi, yakuze biashara, tuongeze uwekezaji katika mkoa wetu, na sisi tuwe sehemu ya nchi kufikia malengo, tutoke kwenye huo wastani wa $2,000 ya sasa tufike kwenye $7,000. Lakini kubwa ni katika kuhakikisha kwamba tunaimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji. Lakini pili, kukuza uchumi wa viwanda na kuongeza thamani kwenye mazao ambayo tunazalisha. Lakini tatu, kukuza biashara na ushindani wa bidhaa zetu za Singida, lakini bidhaa za Tanzania kwenye masoko mbalimbali ya kikanda na kimataifa. Lakini pia kuweza au kuwekeza katika teknolojia, ubunifu na uchumi wa kidijitali. TEHAMA ni njia pekee itakayotufikisha katika malengo yetu hayo. Kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi. Mkoa wetu wa Singida una fursa ya kufika hapo au zaidi ya hapo ambapo serikali imeweka, kwa sababu tunazo fursa nyingi. Mkoa wetu tuna fursa ya kijiografia kuwa katikati. Tunaposema kukuza biashara, basi unapokuwa Singida ni rahisi kufikia masoko mengi ndani ya muda mfupi, ndani ya nchi na nje ya nchi. Lakini vivyo hivyo tunayo ardhi ambayo ina rutuba na kwa kiwango kikubwa haijaguswa. Yaani kama ardhi yetu tumetumia 20% tu, ambapo ndio inatumika ipasavyo katika uzalishaji. Kwa hiyo bado tunayo fursa ya ardhi. Lakini tunao watu wa kutosha wenye ujuzi, watu ambao wanaendelea kuelimika kuanzia ngazi zote za elimu, zile zinazopatikana katika utaratibu wa rasmi, lakini hata ile kurithishana. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi na wachapakazi katika mkoa wa Singida, tunao wa kutosha. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni kuhakikisha kwamba tuangalie fursa tulizonazo. Tuna mifugo, tuna vivutio vya utalii, tuna madini ya kutosha. Tuone hayo yote tunaenda kuyachakata vipi yaweze kutuzalishia bidhaa, lakini bidhaa bora na bidhaa ambazo zina ushindani mkubwa katika soko la kitaifa na kimataifa. Lakini sote tumeona uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali kuhakikisha kwamba tutakuwa na miundombinu bora na rafiki ya kuhakikisha kwamba tunakuza viwanda, lakini pia na uwekezaji. Tuna umeme sasa hivi katika vijiji vyote 441, lakini sasa tumeanza kwenye vitongoji, zaidi ya vitongoji 1022 vina umeme. Lakini sasa hivi tumeenda kwenye vile vilivyobaki 54% na vyenyewe vimeanza kuwekewa umeme. Wakandarasi wako site, umeme nao ikiwa ni nyenzo kuu ya kukuza viwanda vidogo, vya kati na vile vikubwa. Lakini mkoa wetu unatekeleza miradi mikubwa ya maji kuhakikisha tunapata maji ya kutosha. Viwanda vyetu vinahitaji maji, kilimo kinahitaji maji, wananchi wa kawaida wanahitaji maji kwa ajili ya ustawi. Mradi wa 28 umeanza kujenga na kushika kasi, lakini mradi wa maji wa Ziwa Victoria na wenyewe umeshika kasi. Miradi midogo ya uchimbaji wa visima imeshika kasi, na hiyo ndio kazi ya serikali kuhakikisha kwamba inaweka miundombinu rafiki ili biashara na uwekezaji uweze kukua. Lakini kuna uwekezaji mkubwa kwenye miundombinu. Barabara zetu zote sasa hivi zile za kimkakati, mkiwa unapoenda Itigi Makongorosi, tuna wakandarasi 2 na kazi imeanza kuendelea. Lakini barabara yetu ya Sabasaba Ndago na yenyewe mkandarasi yuko site. Juzi tulikuwa tunapambana apate kulipo fedha ili aweze kuijenga ile barabara, na tayari serikali imeanza kuchukua hatua ili barabara hiyo iweze kuwekewa lami, na ndio sehemu kubwa ya uzalishaji katika maeneo ambayo barabara inapita.
lakini Iguguno kuelekea mpaka Sinditi imesemewa vizuri sana juzi na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba. Hayo yote ni maeneo ya kuifungua. Lakini barabara yetu ya Dodoma inayoenda mpaka Igunga kuelekea kanda ya Ziwa, juzi tumesikia inaenda kujengwa upya kuhakikisha kwamba inaongezwa upana, lakini inawekwa lami iliyo bora kabisa ili kuruhusu magari yaweze kupita. Tayari uwanja wetu wa ndege wa Singida ukarabati utaanza mara moja, na watendakazi wamesha ripoti kuhakikisha kwamba Singida nayo usafiri wa anga unafunguliwa, tukijua wafanyabiashara wanapenda kusafiri ndani ya muda mfupi, aweze kufika eneo moja akimbilie eneo lingine. Kupitia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, bado na sisi tunaenda kupata reli SGR, lakini sasa reli ya Singida inaenda kutuunganisha na wenzetu wa Kenya. Kwa hiyo itakuwa inatoka hapa mpaka kwenda nchi za Kenya na Uganda huko. Hayo ni mafanikio makubwa, na ile ndoto ya Singida kuwa kitovu cha biashara basi inaenda kutokea. Kwa hiyo niwatoe hofu, tuko vizuri na tunapokwenda ni pazuri zaidi. Tushirikiane kuhakikisha tu kwamba tunaendelea kuweka mazingira vizuri, tunakuza biashara na mambo mengine ambayo yatatuletea uzalishaji mkubwa wa bidhaa zetu na bidhaa zenye ushindani.